Unafahamu vipi kuhusiana na namba 666? Je, ni namba ya Mungu ama ni namba ya shetani? Inamhusu Mungu au inamhusu shetani? Hebu niandike kwenye comment box. Wewe unaifahamu vipi namba 666? Lakini kabla sijakupa ufahamu, hebu share na wengine ili na wao wasije wakapitwa. Leo kumbuka, tunajifunza kuhusiana na namna ya kubarikiwa na Mungu hata kama ni kwa kuforce. Baraka yetu kwa Mungu lazima tuipate. Kwa nini? Kwa sababu shetani ametutesa kwa muda mrefu na kutuonea. Kwa hiyo tumepata awakening ya akili zetu za kufight paka kieleweke. Namba 666 walio wengi wanahusisha na Freemasons, wanahusisha na mpinga Kristo, wanahusisha na mnyama ambaye kwenye Biblia anatamkwa kwenye kitabu cha Ufunuo 13 kwamba huyo mnyama anatoka baharini akiwa na namba 666. Lakini pia wengine wanahusisha na mpinga Kristo. Lakini kuna swali nataka nikuulize. Hivi unajua kwa nini watu wengi maarufu, wasanii, wacheza mpira wanapenda kujichora tattoo au kujiita majina ya mnyama? Hilo ni swali ambalo nakupa kama assignment ukaifanyie kazi. Tunajua kabisa huyo mnyama anayekuja ni mpinga Kristo, lakini watu wengi wanapenda kujiita majina ya wanyama. Kwa hiyo wao ni wapinga Kristo? Hilo swali na kuachia wewe ukalifanyie kazi. Leo katika somo letu tunaona kwamba namba 666 inahusiana moja kwa moja na utajiri wa mwaka ambao Sulemani alikuwa anaupata katika mafuno yake na biashara zake za mwaka mzima. Sulemani akiwa kama mfalme, mtoto wa Daudi. Biblia inasema katika Wafalme wa kwanza mstari wa 10 na Wafalme wa kwanza sura ya 10 na mstari wa 14 nasema, basi uzani wa dhahabu iliyomfikia Sulemani kwa mwaka mmoja ilikuwa talanta 666. Kwa kumbe namba 666 ni utajiri ambao tunatakiwa kuwa nao kwa mwaka. Shalom, shalom, shalom. Sasa ilikuwaje mpaka hii namba ikaibiwa na wakaanza kuitumia Freemason na wapinga Kristo na kuleta taharuki miongoni mwa watu? Wewe nikuambie kitu kimoja. Unajua kuna dhana imejengeka katika akili za watu wengi kwamba mtu akiokoka anatakiwa asiwe na mali au awe maskini, kitu ambacho sio kweli. Mpaka leo hii hajatokea duniani tajiri kama Sulemani.